Naam, kwa hivi sasa mtazamaji, tunaarifiwa kwamba washikadau mbalimbali kaunti ya Kisii wameandaa matembezi ya amani katika barabara kadhaa za mji huo kuhamasisha umma dhidi ya dhulma za kijinsia. Na kwa sasa tunaungana naye Crispin Otieno kwa mengi zaidi akiwa Kisii. Crispin, ni yapi yanayoendelea kwa hivi sasa? Asante sana Lulu. Hapa tupo katika eneo la Mwembe viungani mwa mji wa Kisii, ambapo hii leo ikiwa ni siku ya mwisho ya kimataifa kuhamasisha umma kuhusiana na dhulma dhulma za kijinsia. Unavyotizama hapa, hawa ni washikadau mbalimbali kutoka kaunti ya Kisii. Unavyotizama hapa Lulu, bango hili likiwa limeandikwa kwamba linda haki, linda jamii, stop GBV. Wanaharakati wakiwa hapa wanataka kutembea katikati mwa mji wa Kisii na vile maeneo mbalimbali. Nataka tu kuzungumza na baadhi ya wale ambao wameshirikishwa katika shughuli hii nzima ili waweze kutuelezea tu umuhimu wa siku hii leo. Tukianzia, tuanze naye Essie Okenyuri ambaye ni seneta mteuliwa katika bunge la Seneti. Tuambie leo siku hii ni umuhimu kivipi kwa wakazi wa kaunti ya Kisii na vile kwa ulimwengu kote? Asante sana Crispin. Kwanza mimi ni seneta Esther Okenyuri, natokea eneo hili la Kisii, na siku ya leo mnavyoangalia tuna kampeni hapa ya kukomesha dhulma za kijinsia, haswa jinsia ya kike. Crispin, ikikumbukwa siku ambazo zimepita kampeni hizi zimekuwepo, lakini kipindi hiki tuna kampeni ambazo ni za lazima kutoka haswa kwenye wabunge wanawake. Wabunge wanawake watakuwa wanafanya kampeni hizi kwa mwezi huu mzima, na mimi hapa Kisii niliona ni heri tuanze kwa siku ya leo. Na ukiona hapa tuna watu aina zote, tuna gender activist hapa, sisi tupo, na lengo letu ni kuhamasisha wananchi kuwa vurugu zikitokea kinyumbani ama dhulma zozote tuweze kuzungumza. Na wakati tumetaka usaidizi wa vitengo vya usalama, tungeweza kuwaomba kuwa washirikiane nasi ili wale ambao wanakumbwa katika majanga kama haya waweze kupata haki yao. Kama jana nilienda kwenye mazishi ya yule dada na mtoto wake ambao walipigwa risasi kule Mombasa, walikuwa ni wa hapa Kisii. Kilikuwa kisa cha huzuni mno. Kisa kingine kule South Mugrango ambapo mwanadada fulani alikatwa kichwani, taswira ya huruma mno. Na takwimu pia zinaonyesha dhulma za kijinsia zipo kwenye wanaume na wanawake pia, lakini takwimu za juu zinaangazia kuwa wanawake ndio ambao wamehusishwa zaidi. Na ningependa kutoa wito, sisi kama jamii, sisi kama vijana, sisi kama kina mama, sisi kama wasichana na sisi kama maboys. Hata demu yako akikukosea haufai kumada. Mnafaa muongee ama mabeshe zenu wa solve hiyo maneno. Na kama mademu, hata ukiachwa ama boy wako akikukosea, usichukue step ya kucommit suicide ama kujiua. Tuko hapa, mazungumzo haya yanaweka uwanja wazi. Hata nyinyi mzungumze na viongozi wenu. Mimi kama kiongozi niko kwenye mstari wa mbele kusisitiza kuwa sasa hivi ni wakati wa mazungumzo. Mambo ya dhulma za kijinsia tuweke kando. Asante sana Essie. Tunataka kuzungumza pia na wale ambao ni wanaharakati. Tuambie unaitwa nani? Siku hii ni muhimu kwa ulimwengu kote, na vile tuambie hali ikoje. Tunafahamu kwamba kaunti ya Kisii inachangia 25% kwa zile visa vya kitaifa. Hali iko vipi? Kwa majina mimi naitwa Lucy Onyango, mwanaharakati hapa Kisii, na tunahusisha sana kwa mambo ya femicide. Leo tuko hapa, it's a good initiative by the Kenyan Women Parliament who have gathered us here so that we can talk about this violence against women that has always occurred. And we are so happy that we are here. We are uniting in one voice to say no to femicide. Especially here in Kisii, we've witnessed femicide that occurred due to domestic violence. We have witnessed femicide that occurred due to suspected witchcraft. We have witnessed violence that occur due to relationship issues. And today we are speaking against femicide and GBV
GBV, and we've seen the rate of defilement. Kisii defilement rate is so high, and rape, and it's an initiative that wants to spearhead and to prevent femicide and GBV from occurring. And we say thank you to the Kenyan women parliamentarians for having to back us up as gender activists in Kisii, and now we are together with the government, and we hope we shall work and achieve this together. Asante sana. Nataka kusikia sauti ya mwanaume hapa. Karibu katika runinga ya Citizen. Tuambie, tunasema kwamba visa vingi sana huwa hutendeka kwa kina dada. Je, labda katika maeneo haya ama katika taifa la Kenya kuna visa ambavyo pia wanaume ambao wanapitia dhulma kama hizi, na watu wanapaswa kufanya nini? Yes, langu jina ni Hamisi Oyunge, ni mwanaharakati hapa Kisii. Bila umeuliza, kweli wanaume wengi pia huwa aidha wanapigwa ama aidha wanahusika kwa haya mama ambao ya GBV na femicide. Sababu ukiangalia takwimu ile ambayo umeonyeshwa, Kenya iko 15%, but hapa Kisii tuko around 25%, meaning Kisii iko juu ya ile takwimu ambayo iko ya Kenya. So ina maana tunafaa tuangaliwe sana. Ukiangalia pia femicide, jaribu kuangalia kwa kaunti yote ambao kisa ya femicide inatendeka, iwe ni Kisii, iwe ni Nairobi, iwe ni Mombasa, lazima Mkisii awe mmoja ni perpetrator, lazima Mkisii awe ni victim, lazima Mkisii awe ni yeye ndiye ameviolate. So maana yake wa Kisii kuna ile sijui kama ni mambo ya ukabila ama nini ndio inafanya at least sisi tuko ndani kwa njia nyingine haya yote. Kile kitu ambayo inafanya wanaume sana tuende kuripoti, unajua ni woga na stigma, tutaonekana vipi na watu pale nje, lakini kwa kweli wanaume wako na wanapigwa sana kushinda hata wanawake, lakini kusema wasemi. Tunahusisha ama tunaomba wale ambao wanafanya hizo vitendo wasije wakanyamaza kwamba wao ni wanaume, sababu ikuja kufika wakati wanaweza jinyonga ama inaweza lipuka wafanye kitu mbaya. Sasa kama unapigwa, tafadhali enda shtaki ama toka nje ili useme usaidiwe. Asante sana. Asante sana. Lulu, kabla sijatamatisha nitakuwa nikizungumza na wengine pia katika upande huu. Wacha nizungumze na huyu bwana hapa. Tuambie unaitwa nani? Alafu siku hii ya leo naona bango lako linaandikwa kwamba stop killing us, komesha kutuua. Tuambie unaitwa nani? Alafu siku hii ya leo ungependa labda nini ifanyike ili kupunguza visa vya dhulma za kijinsia? Oh, what a day. Is a GBV day ambayo tunashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Imeandikwa stop killing us kwa sababu wanawake wengi wananyanyaswa na wanauawa kwa sababu hawana watu wa kuwatetea. So tunashukuru sana Mheshimiwa Kenyuri kwa kupanga hii siku ili angalau yule mwenye ako pale nje anayetazama hii ajue ya kwamba tunawatetea kupitia kwa mheshimiwa ili wasije wakawao, ifikie kila mmoja. Alafu vile kuna visa ambavyo unapata watu wanadhulumiwa, lakini katika vijijini unapata inasuluhishwa tu kifamilia. Je, labda swala kama hilo kwa mtazamo wenu linapaswa kushughulikiwa kivipi? Wakati inashughulikiwa kifamilia, tena huenda ikatokea wakati itaendelea kushughulikiwa na familia, shida tena itakuwa tena familia ishughulikie, ambapo hatutakuwa tumetatua shida kama hiyo. Inafaa wakati shida kama hii imetokea inachukuliwa hatua kali ili iwe onyo kwa kila mtu, angalau tuweze kukomesha hii mambo iweze kukomea kabisa. Asante sana. Lulu, asante. Lulu, ulivyosikia hapo kutoka kwa wanaharakati mbalimbali, nataka tu piga picha wangu labda aonyeshe tu mabango ambayo wanaharakati hawa wamebeba siku hii ya leo kuadhimisha tu ama kutamatisha siku ya kuhamasisha umma kuhusiana na dhuluma za kijinsia kaunti hii ya Kisii. Watakuwa wakiandamana kutoka katika eneo ambalo tulipo hapa la Mwembe, wakiteremka katika barabara kadhaa tu kaunti ya Kisii, kisha watakuwa wakifika katika hospitali kuu ya rufaa ya Kisii ambapo shughuli sawia itakuwa ikiendelea. Kwa hivyo tutakuwa tukiandamana nao siku hii ya leo, na vile vile tutakuwa tukiwajuza kile ambacho kitakuwa kikijiri, na vile vile washikadau ambao watakuwa wanahusishwa katika mchakato huu mzima ili kuhamasisha umma siku hii ya leo kuhusiana na dhuluma dhidi ya jinsia. Lulu. Naam, shukran sana Crispin Otieno. Nimefurahishwa na ule jamaa ambaye amesema pia wanaume waweze kujitokeza, wasiogope endapo pia wao pia wanadhulumiwa nyumbani. Mtazamaji, ndio taarifa ya Crispin kutoka kaunti ya Kisii. Lakini mbali na hayo ni kwamba wakulima wa maparachichi katika kaunti ya Murang'a